Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana familia ya marehemu Jenista ambao wamekuwa na mchango wa kipekee katika kumpa ushirikiano katika maisha yake ya uongozi bila kuwa kikwazo kwake kwa wakati wote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru uongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Spika kwa ushirikiano mkubwa ambao wameutoa kuhakikisha kwamba shughuli hii inakwenda vizuri. Lakini vile vile namshukuru Waziri Mkuu na ofisi yake kwa kazi kubwa ya uratibu. Rais alitoa maelekezo kwamba Jenista azikwe kwa heshima zote na rais mwenyewe alitoa ndege ya kusafirisha mwili wa marehemu. Tunashukuru kwa usimamizi na uratibu wa rais wetu. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nakusikiliza pale wakati unaongelea na kutoa maelekezo thabiti ya barabara ambayo imetajwa hapa na Baba Askofu, na makofi mengi ya wananchi yaliashiria kwamba wamekuelewa. Na mimi nitumie nafasi hii kusema kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo uliyotoa yale, hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa. Sio waziri mkuu dhaifu naye anaenda kulia pale, na mimi nashangaa barabara hii wa kandarasi. Huyo sio waziri mkuu tena huyo. Waziri mkuu anapewa tatizo, anatoa maelekezo pale pale. Kwa hiyo na mimi naona raha nikikuona mimi tukikutana, na mimi nitakuwa nakuita kwa sababu tu ya Rwanda pale, nitakuwa nakuita waziri mkuu mwandamizi. Baada ya hayo, tunamuomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya dada yetu. Jenista alikuwa rafiki yangu sana. Jenista alikuwa dada yangu. Na masikitiko sana. Lakini tunaomba Mungu ampokee katika ufalme wake, ampumzishe kwa amani. Asanteni sana.